Songwe una vyama vya ushirika 269, vyama vikuu viwili ambavyo Soleku na Chutku, vyama vya mazao ambayo vya ufuta, kahawa, mahindi, korosho na tumbaku 243, vyama vya ushirika wa akiba na mikopo 12, wachimbaji ni chama kimoja, vyama vya mboga mboga 4, vyama vya ushirika wa aina nyingine kama vile ujenzi nyumba, ufugaji ni vyama 26. Vyama hivi vinahudumia jumla ya wanachama na wasiokuwa wanachama 85,597. Mafanikio ya vyama vya ushirika: moja, kuimarika kwa masoko ya mazao. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Songwe una mazao mbalimbali ya chakula na biashara. Mazao ya biashara yanayozalishwa katika mkoa wa Songwe huuzwa kupitia vyama vya ushirika ni pamoja na ufuta, kahawa, tumbaku, mahindi na kakao. Serikali ya awamu ya 6 imeimarisha masoko ya mazao na mfumo wake na kuuza mazao ya biashara kupitia vyama vya ushirika kwa kuboresha mfumo wa stakabadhi mazao ya gawa na kuongeza ushindani kwa kuwavutia wanunuzi wengi kuingia katika ushindani wa bei, hivyo kuwanufaisha wakulima kwa kupata bei nzuri ya kuuza mazao yao. Namba 2, upatikanaji wa mikopo kupitia vyama vya ushirika. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika msimu wa kilimo 2024/25 vyama vya ushirika mkoa wa Songwe vimefanikiwa kupata mikopo kutoka taasisi za fedha na makampuni jumla ya shilingi bilioni 36,622,680,900 na senti 925 kwa ajili ya kuwezesha wanachama kutumia jukwaa hili kwa zile changamoto ambazo zitakuwa nje ya uwezo wetu, tuweze kuzichukua, tuwe na maazimio mazuri ambayo tutazipeleka kwenye ngazi ya kitaifa ili kuzitafutia ufumbuzi ama kuja mikakati ya kutatua kwa maslahi mapana ya ukuaji wa sekta ya ushirika, lakini pia kwa ushirika kwa mkoa wetu wa Songwe. Mimi niombe tu tuombe kwa kukumbushia, kabla hatujaanza msimu wa kulipa ushuru wa halmashauri, basi kwa vile vyama vyote vya kahawa tukae tuzungumze kama ambavyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa aliagiza, tupate kukubaliana tunalipa shilingi ngapi ushuru wa halmashauri ili mambo yaende vizuri. Na sisi wenyewe tunatamani kulipa ushuru. Kulipa ushuru ni wajibu. Serikali yoyote ili iweze kuongoza taifa lake linategemea ushuru, na sisi hatukatai kulipa ushuru. Kikubwa tukae tuzungumze, tuone namna gani tunalijenga taifa hili kwa pamoja bila kumwasili mkulima wa hali ya chini kabisa. Vyama vya ushirika vya Songwe vinafanya vizuri. Kwa hiyo endeleeni kusimamia ushirika na msiruhusu watu wachache waharibie ushirika wenu. Kama kuna kikundi, kuna watu wachache ambao wanakuharibia ushirika wenu, basi wachukue hatua. Na sisi kama serikali tuko kwa ajili ya kuwasapoti. Tunakumbusha ushirika kuwa serikali inahimiza na kusisitiza matumizi ya mifumo ya tehama kwa vyama vya ushirika, lengo likiwa ni kuongeza udhibiti na upatikanaji wa taarifa sahihi za vyama vya ushirika. Ni waasi kuhakikisha matumizi ya mifumo ya tehama na kuhakikisha taarifa zote zinazotakiwa kuingia kwenye mfumo zinaingizwa ili kuwa na takwimu sahihi kwa ajili ya kufahamu uendeshaji wa vyama. Ndugu wadau wa jukwaa la ushirika, mtakumbuka kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Hassan iliweka utaratibu wa mbolea ya ruzuku kwa wakulima ili kupunguzia gharama za uzalishaji kulima na kuongeza uzalishaji nchini kwa wakulima wengi kushiriki kilimo. Napenda kuwakumbusha wakulima kuhakikisha wanajisajili na kupata namba ya ruzuku, lakini pia wakulima waliokuwa tayari wamesajiliwa kuhakikisha wanaoishi taarifa zao. Aidha, serikali ilitoa maelekezo kwa vyama vya ushirika kuhakikisha vinashiriki katika zoezi la usambazaji wa mbolea ya ruzuku ili kuwarahisishia wakulima kupata mbolea kwa wakati na kwa urahisi. Hivyo na maelekezo kwa vyama vya ushirika kuendelea kushiriki ipasavyo katika zoezi hili na kumsaidia mkulima. Pia vyama vya ushirika vitumike kama mawakala wa uagizaji na usambazaji wa pembejeo, hatua ambayo itawezesha wakulima kupata pembejeo kwa wakati na gharama nafuu. Ili maafisa wa ushirika na maafisa kilimo katika ngazi za wilaya wahakikishe wanasimamia zoezi hili na kuhakikisha wakulima wanapata mbolea kwa wakati na maeneo yaliyo karibu nao. Ndugu wadau wa jukwaa la ushirika, na waelekeza viongozi wa vyama vya ushirika kuwa waadilifu, kwa kuwa serikali haitafumbia macho yote itakayoonekana kutokuwa na
au kuhujumu ushirika na wanachama wake. Vyama vya ushirika vya akiba na mikopo SACCOS, simamieni vyema fedha za wanachama wenu na kuhakikisha waliokopa wanalipa fedha kwa wakati. Vyama vya ushirika kwa mazao na vya aina nyingine, hakikisheni na watendea haki wakulima wenu kwa kuwapatia huduma stahiki. Ndugu wadau wa ushirika, niwakumbushe kwamba mnamo tarehe 27 hadi 28 mwezi wa 4 mwaka huu ulifanyika uzinduzi wa benki ya ushirika. Uzinduzi huo ulifanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan jijini Dodoma, ambapo kupitia benki hiyo kwa ushirika vilimiliki 51% ya hisa zote za benki na 49% miliki na wawekezaji wengine ikiwemo serikali. Hivyo kwa kuwa benki hiyo imeanza kazi, natoa rai kuendelea kuhamasisha wadau wa ushirika na wana ushirika mmoja mmoja kuendelea kuwekeza katika benki hii ili kufungua akaunti kwa ajili ya kupata mikopo na huduma mbalimbali za kibenki. Ndugu wadau wa ushirika, nitoe rai kwa katika mkoa, tume ya maendeleo ya ushirika, wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Songwe, maafisa ushirika kuhakikisha tunaendelea kusimamia kwa ukaribu vyama vya ushirika katika mkoa wetu ili kuhakikisha tunafanya vyema na kutoa huduma bora kwa wanachama wake. Pia endeleeni kuwa wabunifu na kusimamia majukwaa haya yawe yanafanya kazi kuanzia ngazi za wilaya na haya yanafanyika kwenye ngazi za wilaya kabla ya jukwaa la mkoa kufanyika. Baada ya kusema hayo, kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wetu wa mkoa Daniel Elfrey Njongolo, nitamke kwamba jukwaa la maendeleo ya ushirika kwa mwaka 2023 kwa mkoa wa Songwe limelifungua rasmi. Asante kwa kusikiliza. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.